Historia ya Elon Musk, kutoka umaskini hadi kuwa bilionea wa dunia. Je, unajua kwamba kuna mtu aliyewahi kulala ofisini kwa kukosa hela ya kodi, lakini leo anaongoza makampuni yanayotengeneza roketi na magari ya kisasa zaidi duniani? Huyo mtu ni Elon Musk. Kabla hujafikiria kwamba mafanikio yake yalikuwa ya bahati, sikiliza safari yake kutoka kuwa na maisha ya kawaida hadi kuwa bilionea maarufu duniani. Karibu sana kwenye channel ya Eli Khan Mtizi, mahali ambapo unapata hadithi za mafanikio na masomo ya maisha. Kabla hatujaendelea, kama unapenda video za historia za watu waliofanikiwa na masomo ya kujenga maisha, bonyeza like, subscribe kwenye channel ya Eli Khan Mtizi na uwashe kengele ili usikose video zetu zinazofuata. Sasa, tuanze safari ya Elon Musk. Elon Musk alizaliwa mwaka 1971 huko Pretoria, Afrika Kusini. Tangu akiwa mtoto, alikuwa tofauti na watoto wengine. Alipenda sana kusoma vitabu na kutumia muda wake mwingi na kompyuta. Wakati watoto wengine walikuwa wakicheza nje, Elon alikuwa anajifunza programming peke yake nyumbani. Akiwa na umri wa miaka 12, alitengeneza mchezo wa kompyuta aliyouita Blaster na kuuza kwa $500. Huu ulikuwa mwanzo wa safari yake ya biashara. Lakini maisha yake hayakuwa rahisi. Shuleni alipitia unyanyasaji mkubwa na mara nyingi alihisi upweke. Watoto wenzake hawakumuelewa kwa sababu alikuwa kimya na mwenye mawazo tofauti. Badala ya kukata tamaa, Elon alitumia maumivu hayo kama nguvu ya kujisukuma mbele. Alianza kuota ndoto kubwa, ndoto ya kuondoka Afrika Kusini na kwenda mahali ambapo angeweza kutimiza uwezo wake. Akiwa na umri wa miaka 17, alihamia Canada, kisha baadaye akaenda Marekani kusoma fizikia na uchumi. Huko Marekani, aliona fursa kubwa ya teknolojia na biashara. Mwaka 1995, alianzisha kampuni yake ya kwanza iliyoitwa Zip2 pamoja na ndugu yake. Walikuwa wanasaidia magazeti kuweka huduma zao kwenye mtandao. Mwanzo haukuwa rahisi. Walikuwa wakilala ofisini, wakikosa pesa, na wakati mwingine hawakuwa na chakula cha kutosha. Lakini hawakukata tamaa. Baada ya miaka miwili tu, kampuni kubwa ya Compaq ilinunua Zip2 kwa dola milioni 307. Kwa mara ya kwanza, Elon Musk alipata utajiri mkubwa, lakini hakukimbilia anasa. Aliamua kuwekeza pesa zake kwenye ndoto kubwa zaidi. Aliunda kampuni iliyoitwa X.com ambayo baadaye ilikuja kujulikana kama PayPal. Kampuni hiyo ilileta mapinduzi ya malipo ya mtandaoni. Watu walianza kutuma na kupokea pesa kwa njia rahisi kupitia mtandao. Mwaka 2002, eBay ilinunua PayPal kwa dola bilioni 1.5. Elon Musk akawa milionea mkubwa. Lakini bado hakuridhika. Ndoto yake haikuwa tu kuwa tajiri, bali kubadilisha dunia. Ndipo alipoanzisha SpaceX. Lengo lake lilikuwa kufanya safari za anga ziwe nafuu na hatimaye binadamu waishi kwenye sayari nyingine kama Mars. Watu wengi walimcheka na wakasema anapoteza pesa zake bure. SpaceX ilishindwa mara kadhaa. Roketi zililipuka, pesa zilikuwa zinaisha. Ilifika wakati Elon alikuwa karibu kufilisika kabisa, lakini hakukata tamaa. Aliweka pesa zake zote zilizobaki kwenye jaribio la mwisho. Jaribio hilo lilifanikiwa. SpaceX ikawa kampuni binafsi kufanikiwa kurusha roketi angani na kuirudisha salama duniani. Wakati huo huo, alikuwa pia akijenga Tesla, kampuni ya magari ya umeme. Watu hawakuamini kwamba gari la umeme linaweza kushindana na gari la mafuta. Lakini leo, Tesla ni moja ya kampuni kubwa zaidi ya magari duniani na imebadilisha mtazamo wa dunia kuhusu nishati safi. Safari ya Elon Musk haikuwa rahisi. Alikumbana na lawama za vyombo vya habari, shinikizo la kifedha na msongo mkubwa wa mawazo. Lakini kila alipokaribia kuanguka, alisimama tena. Leo, Elon Musk ni mmoja wa watu tajiri zaidi duniani, lakini zaidi ya yote ni mfano wa mtu ambaye hakukata tamaa. Kutoka mtoto aliyekuwa ananyanyaswa shuleni hadi kiongozi wa makampuni yanayojaribu kupeleka binadamu Mars. Historia ya Elon Musk inatufundisha kwamba mafanikio hayaji kwa bahati. Yanakuja kwa ndoto kubwa, uvumilivu na kutokata tamaa hata pale kila kitu kinapoonekana kimekwenda vibaya. Hii ndiyo historia ya Elon Musk.
kutoka umaskini na changamoto za utoto hadi kuwa bilionea wa dunia na mtu wenye ushawishi mkubwa katika teknolojia. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, bonyeza like, subscribe kwenye channel ya Eli Khan Mtizi na uwashe kengele ili usikose video zetu zinazofuata. Tukutane tena kwenye video inayofuata hapa hapa kwenye channel ya Eli Khan Mtizi. Bye.